hakuna baraka za Mungu. Hakuna kitakachotokea nje ya neno la Mungu. Na uwekezaji huu ambao Mungu ameuweka unakuwa na sababu. Kama ambavyo nimetangulia kusema, Mungu anataka kuona kwenye kila eneo, kama ilivyokuwa kwa yule mtu aliyejenga juu ya mwamba, alipata ushindi. Pamoja na dhoruba na mvua zilipoipiga ile nyumba, lakini bado yule mtu ujenzi wake ulistahimili. Nyumba ile haikuanguka. Na Yesu azungumzii mambo ya nyumba. Huo ni mfano. Yesu anazungumzia juu ya watu wake ambao wanasimama kwenye neno la Mungu. Kwenye Zaburi anasema, wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, ambao mlima Sayuni unakaa milele, ambao hauwezi kutikisika. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna maeneo ya uwekezaji wa Mungu na matarajio yake. Kuna uwekezaji wa Mungu, lakini pia kuna uwekezaji mwingine ambao sio wa Mungu. Kwa hiyo kama ukiona eneo lolote katika haya ambayo tunaanza sasa kuyaangalia, tutaangalia maeneo ya uwekezaji. Kama utaona eneo ambalo linakuhusu na aliendi vizuri, na wewe uko katika hiyo nafasi, basi kutakuwa na kitu cha kujifunza kupitia somo hili, ili nguvu ya uwekezaji wako ikuongoze, uwekezaji wako uwe ni wa baraka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaanza na eneo la uongozi au viongozi. Uongozi au viongozi. Sikilize, utaelewa tu. Kwenye Injili ya Luka takatifu, sura ile ya 6 na mstari ule wa 39, tunasoma hivi: Injili ya Luka mtakatifu 6:39. Akawaambia mithali, je, aliye kipofu aweza kuongoza kipofu? Hawatatumbukia shimoni wote wawili? Unaona, Yesu anaonyesha umuhimu wa uongozi au kuwa na viongozi katika maisha. Na ukisoma kwenye Danieli 12 mstari ule wa 3, anasema, na hao wanaowaongoza wengine watang'aa kama mwangaza wa anga. Kwenye Nyakati wa pili sura ile ya 20, Nyakati wa pili sura ya 20 mstari ule wa 20, tunasoma hivi: basi
Tunasoma hivi: wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Haleluya. Sasa unaona hapa umuhimu wa kuwekeza kwa viongozi. Hapa Mfalme Yehoshafati anaonyesha ya kwamba kuna uongozi wa Mungu, lakini Mungu pia ana watumishi wake. Haleluya. Kwa hiyo ili mafanikio yaweze kuwepo, kunatakiwa nguvu ya uwekezaji wenye baraka kwa viongozi au kwa uongozi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo mafanikio yanapoweza kuja. Kwa hiyo mistari ambayo tumesoma inazungumzia zaidi viongozi wa kiroho. Lakini tunapozungumzia uongozi au viongozi, hatuzungumzii tu viongozi wa kiroho. Haleluya. Kuna viongozi pia wa kimwili. Kwenye Warumi sura ile ya 13 mstari wa kwanza na wa pili tunasoma hivi: kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamuriwa na Mungu. Hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Ukiendelea hapo chini anasema, wapeni wote haki zao, anayestahili hofu hofu. Mtu wa kodi mpe kodi, mtu wa ushuru mpe ushuru. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu hao wote pia ni watumishi wa Mungu, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Anasema na ile iliyopo imeamuriwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia viongozi wa kiroho, uongozi wao au nguvu ambayo inatakiwa itumike kwao, nguvu ya uwekezaji, ni pale huduma ambazo zimeandikwa kwenye Waefeso 4:11-12 zinapotenda kazi, na karama ambazo zimeandikwa kwenye Wakorinto wa kwanza 12 zinapotenda kazi, zinapotenda kazi vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini pia kwenye utawala au viongozi wa kimwili, viongozi wa kimwili pia, ili waweze kuongoza vizuri, kwa sababu kuna viongozi kwenye huo uongozi, uwe wa kiroho
wa kimwili pia kuna viongozi wasiofanya vizuri. Biblia inawataja viongozi wa kiroho wasiofanya vizuri. Kuna wachungaji wanaotajwa kutokuwa na uchungu kwa kondoo zao na kutibu jeraha juu juu, wakisema amani amani wakati hakuna amani. Kuna wachungaji wanaokula kondoo, ndivyo maandiko yanavyosema. Lakini kuna wachungaji au viongozi wanaofanya huduma sio kwa nia njema, bali wanafanya kwa ajili ya matumbo yao. Na ndio maana unaona Yesu alijitofautisha akasema mimi ni mchungaji mwema. Kwa sababu mchungaji mwema yuko tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo hata kwenye viongozi wa kiroho wapo ambao hawafanyi vizuri. Lakini kwenye uongozi wa kimwili pia, wenye mamlaka, watawala, wapo wanaofanya vizuri, lakini wapo pia wanaofanya vibaya. Wapo walioanza vizuri, lakini wamefika mahali wameanza kufanya vibaya, au wanaanza kufanya vibaya. Kwa maneno mengine, wamekengeuka kutoka kwenye njia ambayo walitakiwa kuifuata. Na ili kutotoka kwenye njia, watawala pia au viongozi wa kimwili wanapaswa pia kumtegemea Mungu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Biblia inataja wafalme ambao wapo waliofanya vizuri, lakini wapo waliofanya machukizo mbele za Mungu. Na kutokana na yale machukizo walioyafanya, maandiko yanasema kunapokuwa na mtawala mwenye haki au anayezingatia haki, taifa hufurahi. Lakini kunapokuwa na mtawala mbaya, maandiko yanasema watu huugua. Mfalme Suleiman, baada ya kuonekana kwamba yeye ndiye atakayechukua nafasi ya baba yake Mfalme Daudi, Mungu akampatia nafasi ya kuomba. Akamwambia, omba lolote utakalo nitakupa. Na tunaona Mfalme Suleiman, kwa kuona ugumu uliopo kwenye ile nafasi. Unajua nafasi ya ufalme au nafasi ya urais ni rahisi sana kuitamani, kwa sababu ni nafasi ya juu sana. Lakini kuna ugumu mkubwa kwenye hiyo nafasi. Ili kuongoza vema, inahitaji Mungu asimame na huyo mfalme
au rais. Kwa hiyo tunaona baada tu ya Daudi kuwa katika ile nafasi, kabla hajaanza kufanya kitu chochote, akachukulia uzito ile nafasi. Akaona vile alivyo astahili, hana uwezo, na akategemea uwezo kutoka kwa Mungu. Sawa sawa na mtunga Zaburi anasema, nitayainua macho yangu niitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Utatoka kwa Bwana Mungu aliyezifanya mbingu na nchi. Kwa hiyo yale ambayo mfalme Sulemani yalikuwa mbele yake, yale ambayo yalikuwa yanamkabili mbele yake, mambo magumu, maswali yaliyokuwa nayo, nitawezaje kuongoza taifa hili? Na sasa amepewa nafasi ya kuomba lolote analotaka. Maandiko yanasema ya kwamba akaomba hekima. Haleluya. Akaomba hekima. Kwa hiyo viongozi wa kiroho na viongozi wa kimwili wanahitaji hekima ya Mungu ili iweze kuwasaidia kuongoza watu vizuri, kuongoza watu vema. Na mtu anapokutana, kiongozi yoyote anapokutana na jaribu hili la kumsahau na kumwacha Mungu wake, ni vigumu sana kuendelea vizuri katika nafasi yake. Kwa sababu Mungu, makusudi yake na mapenzi yake, kama anavyosema, anawatakia baraka watu wake, anawatakia tumaini na kufanikiwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo tunaona Mfalme Sulemani alifanya hivyo. Pia viongozi wanatakiwa wajue ya kwamba hiyo ni dhamana tu ambayo wamepewa. Kwa sababu tunaona kama ni viongozi wa kiroho, tunaposoma kwenye Biblia, wote ambao tunasoma habari zao, kina Elia, kina Elisha, kina Ibrahimu na wengine wengi, hao wote wamepita. Ni nafasi tu ya muda ambayo Mungu anakupatia. Lakini pia hata viongozi wa kimwili, watawala, nao pia wanapita. Kuna viongozi maarufu ambao walisifika, ambao walikuwa ni maarufu, lakini hawapo, wamepita. Hiyo yote ni kuonyesha kwamba uongozi ni dhamana tu ambayo mtu anapewa kwa kipindi fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona maandiko yanasema Sulemani akamuomba Mungu hekima na Mungu akampatia hekima. Na watu wakatoka sehemu mbalimbali kuja kusikia hekima ya Sulemani. Ni baraka unapokuwa na kiongozi wa kiroho, unapokuwa na kiongozi wa kimwili anapokuwa na hekima. Na anawezaje kuwa na hekima? Kwenye Yakobo anasema mtu kama hana hekima na aombe kwa Mungu na Mungu atampatia. Kwa hiyo kama una nafasi yoyote ya uongozi, nafasi yoyote ile ya uongozi wa kiroho
au uongozi wa kimwili unahitaji hekima kutoka kwa Mungu. Na ili Mungu akupatie hekima ni mpaka pale wewe mwenyewe utakapojikana, utakapojishusha. Unaona Mfalme Sulemani, yeye alijishusha, akashuka chini, akanyenyekea, akajiona yeye hana uwezo. Uwezo unatoka kwa Mungu wa kuongoza, akajiona yeye sio chochote. Na ndio maana hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ninyi ikitokea mmefanya yale ambayo mlitakiwa kufanya na mkafanikiwa, siku zote msijiweke katika nafasi ya ubwana. Jiwekeni katika nafasi ya utumwa. Semeni, sisi ni watumwa tusio na faida, tunafanya yale tu tuliyopaswa kufanya. Na Yesu kuwaonyesha hilo, tunaona japo yeye alikuwa ni Mungu, lakini akajifananisha na mtumwa. Aliyafanya hayo yote ili liweze kuwa fundisho kwa wanafunzi wake juu ya unyenyekevu. Na Mungu anapokuinua na kukuweka katika eneo fulani, kwenye ngazi fulani ya uongozi, upaswi kuinuka, unapaswa kuendelea kushuka. Kadri Mungu anavyokuinua, kadri unavyopanda cheo, upaswi kuinuka, unapaswa kushuka. Unapaswa kunyenyekea. Na unapozidi kunyenyekea, Mungu anazidi kukuinua. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Maandiko yanasema, Mungu wapinga wenye kiburi, bali wapa neema wanyenyekevu. Na kama vile Mungu alivyompinga Lucifer kule mbinguni, kiburi kilipoinuka, moyo wake ulipoinuka na kiburi, ndivyo ambavyo Mungu anawapinga hata wale viongozi wa kiroho na wa kimwili ambao wana kiburi. Na Mungu atawashusha. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunapaswa pia kuheshimu huduma, karama na utendaji wake ndani ya kanisa, kwenye eneo la kiroho, kwenye uongozi wa kiroho. Tusome kwenye Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari ule wa 29. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari ule wa 29. Mstari wa 29 mpaka 34. Wafalme wa Pili sura ile ya 4 mstari wa 29 mpaka 34. Takuwa wa kwanza, naona hapa sipo. Ndio niangalia Wafalme wa kwanza 4:29. Ndio, ni Wafalme wa kwanza, si wa pili.
4:29-34. Tunasoma hivi: Mungu akampa Sulemani hekima na akili nyingi sana na moyo mkuu kama mchanga ulioko pwani. Hekima ya Sulemani ikapita hekima ya wana wote wa mashariki na hekima zote za Misri, kwa kuwa alikuwa na hekima kuliko watu wote, kuliko Ethani Mwezrai na Hemani na Kalkoli na Darda wana wa Maholi. Zikaenea sifa zake kati ya mataifa yote yaliyozunguka. Naye akanena mifano 3,000 na nyimbo zake zilikuwa 1,005. Akanena habari za miti tangu mwerezi ulioko Lebanoni hata isopo umeao ukutani. Pia akanena habari za wanyama na za ndege na vitambaavyo na samaki. Wakaja wa mataifa yote ili waisikie hekima ya Sulemani toka wafalme wote wa ulimwengu waliokuwa wamepata habari za hekima yake. Haleluya. Jina la Bwana libariki. Kwa hiyo tunaona huyu mfalme Sulemani jinsi Mungu alivyombariki na uongozi wake ukawa ni mzuri, kwa sababu alikuwa na hekima, lakini hata akili, uwezo wa kufikiri ulikuwa mkubwa. Unasema IQ, IQ yake ilikuwa ni kubwa, uwezo wa kufikiri ulikuwa ni mkubwa. Kiongozi anatakiwa awe na hekima, lakini hata uwezo tu wa kufikiri uwe mkubwa, kwa sababu kuna mambo mengine ni ya kutumia tu akili. Na ndio maana Biblia inasema tumieni akili kama iwapasavyo. Kuna mahali panahitaji tu akili tu ya kawaida. Ndio maana hapa tunaona kwamba Mungu alimpatia nani? Sulemani hekima, lakini tunaona anasema akili nyingi. Kiongozi unatakiwa pia uwe na akili nyingi. Haleluya. Uwe kiongozi wa kiroho, uwe kiongozi wa kimwili. Lakini vile vile uongozi pia ni kipaji au kipawa kinachotoka kwa Mungu. Kuna viongozi ambao wana kipaji lakini wanaendelezwa tu. Lakini pia kuna viongozi ambao wanatengenezwa kuwa viongozi. Na kiongozi anatakiwa awe na maono. Anatakiwa aone jambo kabla halijatokea, aone mbali. Kiongozi hapaswi kuwa na maono ya kuku. Unajua kuku anaona hapa karibu, lakini kiongozi anapaswa kuwa na neema ya kuona mbali kabla jambo halijatokea. Kiongozi anatakiwa macho yake yawe yametiwa nuru, kama ilivyokuwa kwa Elisha na Gehazi. Unaona tofauti ya Elisha na Gehazi? Gehazi, kile ambacho Elisha alikuwa anakiona, yeye hakukiona mpaka alipoombewa macho yake yafunguliwe. Kwa hiyo kiongozi pia ana kitu cha ziada. Haleluya. Ambacho mtu mwingine hana, na amepewa hicho kitu cha ziada kutokana na nafasi yake. Kama ilivyokuwa kwa mfalme Sulemani, alikuwa na hekima kuliko watu wengine wote kutokana na nafasi yake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini alikuwa na busara na alitumia mamlaka yake vizuri. Lakini maandiko yanasema alikuwa na moyo mkuu. Unajua anasema, kuna msemo tu wa kawaida wanasema kuwa kiongozi ni jalala. Yaani kwenye kuongoza utakutana na watu wa kila namna. Wakorofi. Unakuta mtu anakuinukia tu bila kujali.
kama huyu ni nafasi yake ni ipi. Kuna watu hawajui hata kama wewe ni mtumishi wa Bwana, wanakuinukia tu, wanakuwa kinyume na wewe. Sasa tunaona wakati wa Mfalme Sulemani, maandiko yanasema pia alikuwa na moyo mkuu. Unapokuwa kiongozi, hutaki kutishwa na maneno ya watu. Hutakiwi kukatishwa tamaa na mambo madogo madogo. Yaani mtu tukakujibu vibaya, akakutukana, unatoka umenyongonyea. Lakini maandiko yanasema Mfalme Sulemani alikuwa na moyo mkuu. Kwa sababu kwenye hiyo nafasi sio wote watakao kubaliana na kile unachokifanya, hata kama unafanya kitu kizuri. Kuna wengine wao kazi yao ni kucrash, yani kila kitu, hamna kitu kizuri. Yani hawezi kuona kabisa kitu kizuri kwako. Sasa ukiwa kiongozi, kama una moyo mkuu, unaweza ukatumia mamlaka yako vibaya. Unakumbuka Yesu alipokuwa na wanafunzi wake walipopita Samaria, maandiko yanasema kwamba Wasamaria waliwakataa. Wanafunzi wake wakachukizwa na hilo jambo. Kwa nini hao Wasamaria wanamkataa Yesu? Kwani hawajui kama ni Yesu ni Masihi? Wakataka kutumia mamlaka yao vibaya. Wanamwambia Yesu, wananukuu maandiko ya Agano la Kale, anasema Elisha aliagiza moto. Kuna watu walikuwa wanamtania Elisha. Wanamwambia, wewe, Elisha alikuwa na upaa. Kwa hiyo Elisha alipokuwa anataniwa au kutukanwa, akatumia mamlaka yake vibaya. Akaagiza moto ukashuka mbinguni ukawaramba wote. Sasa na wanafunzi wa Yesu wanamwambia, sasa na hawa wametukataa, tuagize moto kama Elia alivyofanya. Lakini Yesu anawaambia, amjui roho mliopokea. Mwana wa Adamu hakuja kuangamiza roho, alikuja kuziokoa. Kwa hiyo kama wewe ni kiongozi, kama una moyo mkuu, unaweza ukafanya tofauti. Nazungumza juu ya viongozi wote wa kiroho, lakini pia wa kimwili. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo hapo tunaona matarajio ya Mungu ni kuona viongozi wote wakifanya vizuri katika nafasi zao, na uongozi wao kuwa na matokeo mazuri kulingana na uwekezaji wa Mungu aliofanya. Tunaona Mungu aliwekeza kwa Mfalme Sulemani. Tunaona Mungu aliwekeza mambo mengi kwa Mfalme Sulemani, kama ambavyo tumeona ni pamoja na moyo mkuu. Na mwisho, kiongozi ni mtu ambaye anapaswa kujifunza na kufundishika. Haleluya. Ukiwa kiongozi ni lazima uwe mtu wa kujifunza, uwe na ile roho ya wanafunzi, ya kutaka kujifunza siku zote na kuwa tayari kufundishika. Kwenye Mithali 4:13 anasema, mkamate sana elimu, usimwache aende zake. Tunapozungumzia elimu, tunazungumzia elimu ya Mungu, yani theolojia, lakini tunazungumzia pia elimu ya duniani. Lakini cha kusikitisha ni kwamba watu wamezingatia zaidi elimu ya duniani wakaacha elimu ya Mungu. Wamewekeza nguvu zao zaidi
kwenye elimu ya duniani na hawawekezi nguvu kubwa kwenye elimu ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Kwenye kitabu cha nabii Isaya sura ile ya 48 mstari wa 17 mpaka 18. Isaya sura ile ya 48 mstari wa 17 mpaka 18, tunasoma hivi: Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi: mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Nikufundishaye ili upate nini? Faida. Nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Unaona? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwenye Danieli sura ile ya 12 mstari ule wa 4, Danieli 12:4, tunasoma hivi: lakini wewe Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Unaona? Nabii Danieli alionyeshwa kuhusiana na siku za mwisho, siku hizi ambazo tunaishi. Alichoonyeshwa ni kwamba maarifa yataongezeka. Sasa kuongezeka kwa maarifa inaendana pia na elimu au kujifunza. Usipojifunza, dunia inabadilika kila leo. Kama una ile roho ya kujifunza, wewe kama kiongozi, nafasi yako huko mbele itakushinda tu, kwa sababu haujifunzi. Kwa hiyo ili uweze kufanya vizuri kama kiongozi, unatakiwa kuwa mtu wa kujifunza na kufundishika. Lakini kwenye Mithali sura ya 12 mstari wa 1 pia tunasoma hivi. Anasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kuna watu wengine hawapendi mafundisho kwa sababu ya mafundisho yanawalaumu. Haleluya. Sababu mafundisho, ndani ya mafundisho kuna maonyo, ndani ya mafundisho kuna kukemewa. Kwa hiyo watu wengine hawapendi mafundisho, wanayakimbia, hawataki kusikiliza neno la Mungu. Na ndio maana hapa kwenye Mithali anasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na ile roho ya kujifunza na kufundishika. Na tunapokuwa na hiyo roho, basi tutaingia kwenye wale watu ambao tulianza kuangalia kwenye ile Kumbukumbu la Torati 28, kwamba ni watu wanaosikia sauti ya Bwana Mungu kwa bidii na wako tayari kutenda kile wanachofundishwa. Kwenye Yakobo pia anasema, lakini iweni watendaji wa neno. Sio wale watu wanaosikia na kusahau. Watu wanaofanya hivyo wanakuwa kama mtu
anayeenda kwenye kioo anajitazama, anajiona hali yake jinsi alivyo, alafu anaona makosa yake, lakini asaishi yale makosa, aondoi, anabaki vile vile. Kwa hiyo hakuna badiliko lolote linaloweza kutokea hata baada ya neno la Mungu, hata baada ya kufundishwa, hata baada ya kuijua kweli. Neno la Mungu linasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Na Mungu alibariki neno lake. Haleluya. Shangilie Mungu zaidi. Shangilie Mungu zaidi. Shangilie Mungu zaidi na zaidi. Unatakiwa sasa nguvu yako ya uwekezaji iwe katika neno la Mungu. Nguvu ya uwekezaji, kama unahitaji matarajio na matokeo makubwa katika maisha yako, elekeza nguvu zako kwenye neno la Mungu. Kuna mwimbaji mmoja akaimba, nani ashike neno la Mungu asiuone mkono wa Bwana? Mkono wa Bwana ni kweli siku zote. Unaposoma Biblia unapata shuhuda za watu mbalimbali ambao waliona mkono wa Bwana kuwa ni kweli. Waliona mkono wa Bwana kuwa ni kweli katika maisha yao. Mungu aliweza kutembea nao hata pale walipopitia kwenye miali ya moto, hata pale walipopita kwenye mito haikuweza kuwagarikisha, kwa sababu walilishika neno la Mungu. Na neno la Mungu ni ngome imara wakati wa dhoruba, wakati wa majaribu ya kila namna. Neno la Mungu ndilo ngome kwa wote wamtumainio. Ayubu alimtumaini Mungu na akatumaini neno lake, na neno lake likawa ngome kwake. Mtunga Zaburi anasema, na neno lako nimelitumainia. Haleluya. Weka macho yako kwa neno la Mungu, liamini neno la Mungu, na kupitia neno la Mungu, Mungu atatumia hiyo nguvu kukufanya na wewe kuwa miongoni mwa wale ambao wamewekeza kwenye eneo la baraka. Na utabarikiwa popote utakapokuwa. Baraka zitakufuata popote utakapokuwa. Hutazitafuta baraka, bali baraka ndizo zitakutafuta. Haijalishi utakuwa katika eneo gani, lakini Mungu ndiye atakaye amuru baraka. Hutasumbuka. Yesu akawaambia wanafunzi wake, msisumbukie maisha yenu, mle nini, mnywe nini. Angalieni ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Je, ninyi si bora kuliko hao? Sisi ni bora, tunajua. Jione kuwa ni bora. Usikubali uongo wa shetani kwamba wewe hufai. Wewe hufai kwa shetani, lakini kwa Mungu unafaa. Mwambie shetani, wala wewe hukuniumba. Mimi ni kazi ya mikono ya Mungu aliye hai. Mimi ni wa Mungu. Mimi ni wa Mungu. Na kwa sababu mimi ni wa Mungu, mimi ni mshindi pia. Tusimame. Sema, Baba wa mbinguni, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo ni mwamba imara. Wote wanaosimama katika neno lako, hakuna dhoruba wala upepo wala kitu chochote kitakachowatenga na upendo wako. Kuanzia siku ya leo, nisaidie kuthamini neno lako kuliko kitu kingine chochote. Neno lako ambalo ni taa na mwanga wa njia zangu, liniongoze katika mapito yangu, nisijikwae. Neno lako
likawe msaada katika maisha yangu. Nimeamua siku ya leo kutumia nguvu zangu zote kuwekeza katika neno lako, kwa sababu nimetambua nisipowekeza katika neno lako ninaelekea kwenye ubatili, ninaelekea kwenye laana, na mimi sihitaji laana, bali ninahitaji baraka zako. Nisaidie uwekezaji wangu wote uwe wa baraka. Ninakushukuru kwa sababu utaniwezesha kama ambavyo uliwawezesha watumishi wako tangu zamani. Ulimwezesha Yusufu, ulimwezesha Ibrahimu, ulimwezesha Isaka na wengine wengi. Wewe ni yeye yule, hujabadilika. Niko ambaye niko, utaniwezesha na mimi. Nashukuru. Amen. Shangilia Mungu zaidi. Haleluya. Basi tawatakia baraka za Bwana. Tawatamkia maneno haya, na uamini maneno haya yatakuwa kama nilivyotamka katika maisha yako. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Tushirikiane pia kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu awabariki.